Ndugu zangu wane, ladies and gentlemen, napenda kuwakumbusha kwamba bunge la Zungu limeanza. Bunge la Zungu limeanza. Sasa wameanza na hoja za mwanzo zimeshika kasi sana. Na hii ni mwanzo tu, mambo bado yanakuja. Anyway, sitaki kukuchosha. Na wewe usinichoshe sana mimi. Sitaki kukupotezea muda. Na wewe usinipotezee sana mimi muda. Hebu twende tukaone hizi hoja za mwanzoni. Tukianza na hoja namba 6. Kura chuma hicho. Utakuta mtu yuko serikalini ana GPA labda ya 2 labda 0.5, alafu yule ambaye yuko bodaboda ana 4. Alafu huyu jambazi anamtuma bodaboda yule wa GPA ya 4, nenda kapeleke misumari pale, peleka hapa. Alafu huyu naye mjanja anajua mshahara wake. Kwa hiyo lazima tujue hizi sheria za TAKUKURU kama ziko kidogo zimelegea, wananchi basi tuzibadilishe. Watu kila sehemu wanajenga majumba nini, hakuna watu wanaona. Na tusizungumze sisi hapa kama bunge wa CCM ambao tuna uchungu, tusizungumze ya leo. Je, tunayozungumza ya leo tunajifurahisha ya leo? Je, ya 2030 nayo tunayasahau? Tukizungumza ya leo tujue kuna mbele huko, kuna 2030. Je, tunakwendaje kwenye chaguzi zetu? Kwa hapa tulikuwa tunamwomba mheshimiwa, na sio mheshimiwa rais, kwa sababu mheshimiwa rais ni taasisi. Hata kama rais anajitahidi vipi, lakini hawa watu wa chini yake wanamsaidiaje? Wanayaona haya mambo yanayofanyika, hawa watu wa chini wamekaa kimya. Hata mimi mfanya biashara sipendi ufisadi wala sipendi wezi, kwa sababu mimi nafanya biashara kwa miaka mingi, nahangaika, nanunua hichi, nafanya hichi, kinakuja kijitu kinaiba, kinaingia kwenye biashara yako. Unakingoja kifilisike, lakini kwa sababu kitafilisika tu, lakini tayari kimesha kuzuru ndani ya miaka 5 miaka 6 kwenye ile biashara. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimemwona kabisa kwamba unahangaika sana na umeanza vizuri sana kwenye masuala haya. Sasa tunakuomba kama umeanza vizuri kwenye masuala ya kuangalia watu wezi wa nchi, maki tusikae hapa tu tuna kazi ya kusema sisi. Kwenye watu wezi wapo. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, umeanza vizuri, na tumeona umeita wale watu wa maadili na watu wa sehemu nyingine. Watu wa maadili sio wanakuja kwa wabunge. Mbunge mimi nakutana na pesa ya serikali wapi? Sikutana mahali popote. Lakini nyinyi mawaziri na watu wa chini ndio mnakutana hela ya serikali. Kwa hiyo kama ni vibaka, basi ni huko kwenda huko chini. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, umeanza vizuri na mimi nakupongeza, na uendelee hivyo hivyo, na umerudisha angalau imani kwa wananchi. Mumsaidie Mheshimiwa Rais. Rais hawezi kawa anaangalia mwizi yuko Gairo halmashauri, akaangalia yuko sijui Bukombe, akaangalia yuko Rorya, akaangalia. Haiwezekani kitu kama hicho. Na muwe mnafuata ushauri wa kitaalamu, kama tuna vyombo vyetu vya usalama na ulinzi ambavyo vinahusika kwenye masuala ya ushauri. Chukueni ushauri, muangalie. Maki sababu wananchi wa sasa hivi sio wajinga, wanajua kabisa hili jengo la fulani, hiki kitu cha fulani, huyu yuko serikalini ni mwizi aliyokubuhu. Na wengine tena wanaenda hata wanaibu, utakuta wananunulia watu mshikaki, wananunulia nini. Kama hamna wengine, njoo mimi nitawaandikia wezi wote, manake na mimi ni usalama wa taifa kujitegemea, nipo hapa. Haya, sasa twende tukaangalie namba 5. Kura chuma hicho. Mheshimiwa Rais ameleta pesa kwa ajili ya mfuko wa sanaa na unafanya vizuri. Utaratibu wa mfuko wa sanaa umekwenda kisheria sana. Mheshimiwa Waziri mwenye dhamana ya sanaa, nenda kamsaidie rais kwenye hili. Wasanii wanategemea kupata pesa hapa. Nendeni, kama kuna utaratibu wa kusheria, sisi ndio watunga sheria. Mimi kama daktari Tare na kushauri Mheshimiwa Waziri, leteni sheria hapa ya sisi tuwasaidie wanamichezo, tuwasaidie wasanii. Kama kuna utaratibu wa kukopeshwa hizi pesa ambazo Mheshimiwa Rais amezileta, wapewe. Na kama utaratibu huu ni mgumu tunauona ambao mmeujengea, mimi eti nataka kukopa pesa ambayo ameileta rais kwa furaha yangu, nataka niweke nyumba. Si kila msanii ana nyumba.
Ili neno nilisema huko nyuma, na Mheshimiwa Rais juzi ametilia msumari kwenye hotuba yake. Amesema anataka wasanii vijana wawe na furaha. Furaha sio kukosa kile alichokileta. Mheshimiwa Mwenyekiti, cha mwisho ambacho ningependa kukisema na kupenda kukisifia kwa Mheshimiwa Rais wetu, mimi Hamisi Shabani Tale kwenye jimbo la Morogoro Kusini Mashariki ametuletea mradi wa Molong'anya wa zaidi ya bilioni 23. Ule mradi unalisha vijiji zaidi ya 19 maji. Kwenye kata yetu ya Tomondo naizungumzia leo hii, tulikuwa tunakunywa maji ya Nzasa. Leo hii tunakunywa maji baridi. Nani kama Samia? Alafu leo hii atoke mtu amseme Samia, mimi nakunywa maji baridi kutoka vijijini. Leo hii ameleta mradi wa bilioni 4 kwenye kata yetu ya Mkambarani. Lakini vile vile sisi tumekuwa hifadhi ya kupeleka maji mjini kutoka kwenye bwawa la Kidunda. Leo hii tuna uhakika Watanzania wanaoishi Dar es Salaam wanakwenda kupata maji kutokea sisi wana Morogoro vijijini. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuyasema haya machache, narudia tena, Samia si mnyonge. Haya, nikakupeleke namba 4. Kura chuma hicho. Tafanya. Asante sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Waziri, kulikuwa na uhaba mkubwa sana wa maji Dar es Salaam kwa kipindi kirefu sana. Bili zinakuja kama kawaida. Shida ni nini? Kalifanyie kazi. Mheshimiwa, tuendelea. Haya, sasa nikakupeleke namba 3. Kura chuma hicho. Katika maeneo ambayo kwenye hotuba ya Mheshimiwa Rais amenigusa sana moyo wangu ni pale Mheshimiwa Rais alipoonyesha kwamba anataka uwajibikaji, uadilifu serikalini. Anatamani kuona watendaji wetu wakiwa na nidhamu, wakiwajibika na wakiwatumikia Watanzania. Mheshimiwa Rais kupitia hotuba ile amesema na waelekeza mawaziri hadi maafisa tarafa wawe karibu na wananchi, waende kusikiliza na kutatua kero za wananchi, na watakaposhindwa kufanya hivyo yeye atachukua hatua. Hii inanikumbusha kauli ya Baba wa Taifa mwaka 61 pale Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Baba wa Taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliwahi kusema yafuatayo: Those of you who have received this privilege therefore have a duty to repay sacrifices which others have made. Nyinyi ambao mmebahatika kupata fursa hii, mna jukumu la kuhakikisha mnawajibika ili kujitoa kwa wale ambao wamejinyima ili nyinyi leo muwe hapa. Mheshimiwa Naibu Spika, nataka niwaambie viongozi na watendaji wenzangu, Watanzania tupo milioni 60, lakini leo wao wamepata heshima ya kuwa waziri. Leo umepata heshima ya kuwa mkuu wa mkoa. Leo umepata heshima ya kuwa mkuu wa wilaya. Leo umepata heshima ya kuwa mkurugenzi, afisa tarafa, mtendaji kata. Nataka utambue dhamana ambayo umepewa, una wajibu wa kuhakikisha unarudisha fadhila kwa wale ambao wamejinyima ili wewe uwe hapo kwenye hiyo nafasi. Haya, tukaangalie hoja namba 2. Kura chuma hicho. Mheshimiwa mbunge pale anasema wale waliokuwa magereza wote wameachiwa. Sio taarifa sahihi, kwa sababu mpaka sasa kuna watu wako magereza wengi tu. Asante. Mheshimiwa Ezra, taarifa unaipokea? Siipokee, naomba niendelee. Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Naibu Spika, tumezunguka vijijini, wananchi wanaelewa kazi iliyofanyika. Mikutano yetu ilikuwa inajaa sana kwenye kampeni, manake wananchi wanao matumaini makubwa sana na serikali ya Chama cha Mapinduzi, wana matumaini na rais wao, wana matumaini na madiwani waliowachagua, wana matumaini na wabunge waliowachagua. Tupate nafasi ya kufanya kazi, siasa zimeisha, tukutane 2030, baada ya hapo tuanze kuulizana maswali mengine. Haya ndio nilitaka kuyachangia Mheshimiwa Naibu Spika, nikisema kwamba hatuna nyumbani kwingine zaidi ya Tanzania. Let's stand for our country, to support viongozi wetu, to support kwa ajili ya hawa watu tuliowachagua. Hatimaye serikali yetu iyatimize haya ambayo imeanza kuyatimiza. Ahadi ya siku 100 imeonekana, kwa hiyo tunaamini na ahadi nyingine zilizoahidiwa kwenye ilani na kwenye hotuba ya Mheshimiwa Rais zinaenda kuonekana. Mheshimiwa Naibu Spika, nikushukuru kwa kunipa nafasi na asante sana, naomba kutoa hoja. Asante sana Mheshimiwa. Mwongozo Mheshimiwa Spika. Mwongozo tena. Mwongozo Mheshimiwa Wado.
Mheshimiwa Spika, bunge hili ni chombo nyeti sana. Ni lazima facts zake ziwe rasmi. Mheshimiwa aliyotoka kuchangia amesema watu wote. Ipi? Mheshimiwa mbunge, taja kanuni uliyosimama nayo. Asante Mheshimiwa Spika kwa kuniruhusu niendelee. Nasema hoja mezani ni kwamba licha ya progress iliyosemwa kwamba watu wametoka, si sahihi kubaki kwenye answered kwamba ni watu wote. Tunaomba mwongozo pale ambapo inakuwa tofauti na kuaje kuhusu taratibu. Asante Mheshimiwa bunge, naomba tunaposimama tutaje kanuni, maana ndio maana tuna kanuni za bunge. Sasa kanuni hakutaja Mheshimiwa mbunge, lakini Mheshimiwa mwongozo wangu ni kwamba mchango wa Mheshimiwa mbunge ulikuwa sahihi kama alivyotaja. Kwa hiyo huu ndio mwongozo wa kiti. Tunaendelea. Haya, sasa tukaangalie nambari 1. Namba 1. Kura chuma hicho. Ya bunge hili tukufu kwa ridhaa ya wananchi wa jimbo la Kivule. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, nichukue fursa hii kumpongeza sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, mwana diplomasia nguli Afrika na dunia, ambaye alichaguliwa kwa zaidi ya 97% na Watanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, uchaguzi ule ulitafsiriwa na kazi kubwa aliyoifanya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa miaka yake 4 ya uongozi, lakini ulionekana kwenye mikutano mbalimbali ya wananchi kwa namna ambavyo wananchi walifurika kadiri ambavyo walikuwa wakitembea katika mikoa yote takriban 32. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na kuzunguka kwake, ahadi zake zilisheheni matarajio ya Watanzania. Ahadi zake zilimgusa Mtanzania mmoja mmoja. Wakati Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan anaingia madarakani, alikuja na falsafa ya 4R. Katika falsafa yake ya 4R ilimfanya kutambulika duniani na mataifa ya nje na kupelekea kuwa kinara kwenye masuala ya haki za binadamu, uhuru wa habari, uhuru wa dini na kadhalika. Mheshimiwa Mwenyekiti, kiongozi lazima uwe na ngozi ya mamba. Hata nyakati ambazo zilikuwa ngumu, Daktari Samia Suluhu Hassan alituvusha salama. Mtakumbuka tulipata fedha za IMF kwa ajili ya kuzuia na kujikinga kipindi kile cha COVID. Tunao ushahidi wananchi wa jimbo la Kivule, tulipata takribani bilioni 4.6. Daktari Samia Suluhu Hassan aligeuza kuwa fursa na tukapata zaidi ya madarasa 232. Wananchi wa jimbo la Kivule wanapata elimu iliyo bora, na ndio maana tukasema ya kwamba Daktari Samia Suluhu Hassan kazi kubwa aliyoifanya na mageuzi makubwa aliyoyaleta katika mashirika ya umma ilikuwa ni chachu ya kuwaletea maendeleo wananchi wa chini. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitasoma kwa haraka mambo makubwa na mageuzi aliyofanya Daktari Samia Suluhu Hassan katika kipindi cha miaka yake 4. Kwanza, aliongeza government investment value kutoka trilioni 67 mpaka trilioni 92, sawa na 36% ya ongezeko la mitaji katika mashirika ya umma. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu ya maarifa hayo, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilimpelekea kuvuna fedha nyingi za gawio la serikali kutoka bilioni 637 mpaka trilioni 1.028 mwaka 2020 na 2025. Mheshimiwa Mwenyekiti, kazi kubwa imefanyika katika mageuzi. Tumeona serikali namna gani imewekeza
katika mashirika yasiyokuwa ya kiserikali tumepata ongezeko kutoka bilioni 153 mwaka 2020-2021 mpaka bilioni 263 2024-2025, ongezeko la 72%. Lakini ameendelea kuimarisha mashirika ya kimkakati. Leo hii shirika la TANESCO, Mheshimiwa Mwenyekiti, lilikuwa linajiendesha kwa hasara. Faida imeongezeka kutoka bilioni 8.9 mpaka bilioni 21.9 wenye capital wa shilingi trilioni 2.4. Sasa kama nilivyokuambia, hiyo ni mwanzo tu, ni tirera. Mambo mazuri yanakuja. Usisahau kucomment, kushare na kusubscribe. Tunasubiri ili bunge la Zungu, vichekesho vya bunge. Hatuwezi kukosa huko kwa kweli. Kwa hiyo tusubiri kwa umakini sana. Usisahau kulike, kucomment, kushare na kusubscribe akaunti yetu ya Nduii Media. Asanteni sana ndugu watazamaji.